Naam, harigani mwanafamilia wa Mapro TV, karibu sana katika habari za kimichezo ambazo zinakujia kila siku kupitia channel yako pendwa ya Mapro TV. Muhimu ni kubonyeza neno subscribe ili usipitwe na zile updates kali ambazo zinawekwa hapa kila saa, kila wakati na kila sekunde. Na kwa sasa tunaangazia mchezo wa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League, ambapo tarehe 22 pale visiwani Zanzibar katika uwanja wa Amani Complex tunakwenda kushuhudia mchezo wa aina yake kati ya Dar es Salaam Young Africans, timu mwenyeji, ikimkaribisha FAR Rabat kutoka kule nchini Morocco. Ni mechi ambayo itakuwa inatoa taswira ya mwelekeo wa klabu ya soka ya Yanga, kwa maana katika hatua ya makundi ni timu mbili pekee ndizo zinakuwa na nafasi ya kusonga mbele katika hatua ya mtoano, na Young Africans ipo katika kundi B sambamba na timu za FAR Rabat kutoka nchini Morocco, Al Ahly ya Misri pamoja na JS Kabylie kutoka kule nchini Algeria. Ni mechi ambayo itakuwa inafungua milango ya wapi Young Africans inaelekea na nini wamejiandaa katika hatua hii ya makundi. Sasa kitu pekee ambacho nataka nikwambie ni kwamba wengi wameona mechi hii inakuwa ni ngumu sana kwa Yanga, kwa sababu wanaifahamu FAR Rabat, wanafahamu capital ya FAR Rabat, wamewekeza kiasi kikubwa sana katika sajili walizofanya, lakini pia wamekuwa na msimu bora kiasi chake. Lakini kitu ambacho nataka ni kufahamishe ni kwamba FAR Rabat haina historia kubwa kiasi hiko ambapo pengine Young Africans itaiogopa. Kwa binafsi yangu naweza kusema kwamba FAR Rabat tunaweza tukaifananisha na klabu kama ya CR Belouizdad, kwa maana ni klabu bora, lakini si kwamba inaweza ikawa tishio moja kwa moja kwa Dar es Salaam Young Africans. Na pia tetesi nilizozipata chini ya kapeni ni kwamba Profesa Nazlain Nabi, kama unafahamu, si alishawahi kuwa kocha wa kikosi cha FAR Rabat. Kwa hiyo kuna mbinu kadhaa ameweza kuwapenyezea klabu ya soka ya Yanga kuhakikisha kwamba wanatoboa ama wanafanya vizuri katika mchezo huo, kabla ya kuumana na miamba mingine ya Al Ahly pamoja na JS Kabylie. Kwa hiyo ukitazama kwa namna fulani unagundua kwamba Young Africans wana nafasi ya kwenda katika hatua inayofuata, kwa maana kwamba mchezo tarehe 22 Yanga ni mshindi kwa namna yoyote. Yanga anakwenda kushinda game hiyo kwa sababu tayari wameshawaweka katika target FAR Rabat, na kama unafahamu kwamba Yanga na uwanja wa Amani Complex umekuwa ni timu yenye bahati na uwanja huo. Kwa hiyo ukiangalia performance ya FAR Rabat, ukiangalia performance ya Yanga, unaona kabisa kwamba mchezo huu Yanga anakwenda kuokota alama 3, na Yanga hii ina uwezo pia wa kwenda kuchukua alama 1 ama kuchukua alama 3 zingine ugenini mbele ya FAR Rabat, kwa sababu kama nilivyokueleza kwamba mbinu zote wanazo, wanaijua FAR Rabat vizuri sana, kwa sababu mwalimu aliyefundisha Yanga Profesa Nabi ameenda kuifundisha FAR Rabat kabla ya kutimkia Kaizer Chiefs. Kwa hiyo mbinu zinafahamika, lakini pia inajulikana kwa aina ya mchezo wake, lakini vile vile ni timu ambayo haina mashabiki wengi sana. Kwa hiyo hata Yanga wakiwa ugenini hatutegemei kwamba wataenda kuwa na uoga labda wa mashabiki. Mashabiki ni wachache sana ambao wanashabikia FAR Rabat. Kwa hiyo tusubiri kwa hamu siku tarehe 22 tuone Yanga anakwenda kufanya nini, lakini bila shaka Yanga anakwenda kushinda zaidi ya goli 2 katika uwanja wa Amani Complex tarehe 22 dhidi ya FAR Rabat. Na maoni gani kuhusiana na hilo? Tuandikie maoni yako kwenye comment section. Usahau kubonyeza neno subscribe, utakuwa umecheza kama pere.